TBS imeitisha mkutano na wadau wanaojishughulisha na bidhaa za vipodozi. Wadau hao ni wanaoingiza vipodozi nchini, wanaozalisha vipodozi hapa nchini, wasambazaji na wauzaji wa vipodozi, lakini hata pia watumiaji pia wa vipodozi. Tumeitisha kikao hiki kwa sababu Shirika la Viwango Tanzania, kulingana na sheria ya viwango sura ya 130, ina jukumu la kuthibitisha ubora wa bidhaa na usalama, ikiwemo vipodozi. Vipodozi ni bidhaa ambayo inatumika na watu wengi kwa maana ya kutunza ngozi zetu, lakini pia kuboresha muonekano wetu. Lengo kubwa ni kupeana elimu juu ya nini kinahitajika wanapokuwa wanaingiza vipodozi, wanapokuwa wanadharisha vipodozi hivyo, ili kuhakikisha kwamba bidhaa za vipodozi zinazozalishwa au zinazoingizwa na kuuzwa hapa nchini zinakuwa ni bidhaa ambazo zimekidhi ubora na usalama kwa ajili ya watumiaji. Kwa hiyo tunawaelekeza utaratibu ambao wanatakiwa kuweza kufuata ili bidhaa zitakazokuwa zinauzwa sokoni ziweze kuwa ni bidhaa zile ambazo ni salama na ni bora, lakini pia wasiweze kupata changamoto ya kuharibiwa bidhaa zao kwa kutokufuata taratibu zile ambazo zinahitajika, kuhakikisha kwamba bidhaa zao zinaletwa TBS kwa ajili ya kuhakikiwa, ili ziweze kupimwa, kuhakikiwa usalama wake, kuhakikiwa ubora wake, ili afya za wananchi ziendelee kuimarika zaidi, afya za wananchi ziendelee kuhakikiwa, na wanapotumia bidhaa hizo basi wanakuwa na imani ya kwamba afya zao zitakuwa nzuri, kwa sababu bila afya ambayo imeimarika hamna uchumi. Uchumi wote ule unaanza na usalama wa afya ya mtu mwenyewe. Kwa hiyo kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha bidhaa ambayo inauzwa, bidhaa ambayo inaingizwa, bidhaa ambayo inazalishwa, bidhaa hiyo ni bora lakini ni salama. Kwanza ni jambo la muhimu sana linatakiwa kufanyika mara kwa mara, kwa maana ya kutoa elimu kwa jamii, lakini pia wadau kwa ujumla kuelewa, kwa maana ya waagizaji, watengenezaji na wasambazaji. Lakini pia kwa upande wetu sisi ambao tuko upande wa afya, sisi kama madaktari ambao tuko idara za ngozi, lakini hata madaktari kwa ujumla, tunaweza kuwa tunakumbana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikawa zinaletwa na matumizi aidha ya vipodozi vyenye viambato sumu ama vilivyotumika kusiko vikiwa vimeshapita muda wake. Kwa ujumla ni kwamba ngozi ya binadamu inatakiwa itunzwe, na vipodozi kama ambavyo wenzangu wamezungumza si kitu kibaya. Kipodozi ni kitu chochote ambacho kinaweza kutumika kwenye mwili wa binadamu kuboresha, kubadilisha muonekano, lakini kisilete madhara yoyote, kwa maana ya kubadilisha rangi, kubadilisha chochote. Kiache ngozi na mwili ukiwa vile vile, lakini kilete urembo na uvutano. Nimejifunza mambo mawili muhimu kutokana na hii congregation ambayo tumefanya leo. Jambo la kwanza tumejifunza kwamba vipodozi vyote sahihi vinatakiwa vipite TBS, visajiliwe, na tofauti kati ya vipodozi vyenye mercury na hydroquinone na vipodozi ambavyo havina. Na pia tumejifunza kwamba sasa unaagiza vipodozi nje vinatakiwa vipite TBS kuhakikishwa. Shirika la TBS kwa kweli limekuwa mlezi na linatutolea elimu kila mara, na serikali pia inasisitiza kupitia Wizara ya Biashara. Na mimi katika chuo changu wanafunzi wengi wanaokuja wanakuwa hawajui chochote kuhusu anatomia na fiziolojia ya ngozi. Kama mlivyomsikia Dr. Foy, pia naye ni mmoja wa waanzishi wa Tanzania Cosmetology Association. Yeye ndo alikuwa mdau mkubwa katika kutushauri katika hili. Na mimi pia napambana sana katika kutoa elimu kwa vijana na wanawake kuhusu kutumia bidhaa ambazo hazina viambata sumu.